Kutoka viunga vya Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, tunakusogezea taarifa ya kukamatwa kwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa upande wa Tanzania Bara, John Wegesa Heche. Taarifa za kukamatwa kwake zimeelezwa na kwa wanahabari na katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika muda mfupi kabla ya kuanza kwa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa Tundu Lissu, ambayo imetajwa leo mahakamani hapo. Kumbuka, pamoja na mambo mengine, kwa mujibu wa John Mnyika, anasema ya kwamba Heche amekamatwa ghafla alipofika katika geti la kuingilia Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam. Mpaka hivi sasa, kwa mujibu wa Mnyika, anasema hakuna taarifa yoyote inayobainisha nini hasa ambacho kimepelekea kukamatwa kwake na amekamatwa kwa sababu ipi, hiyo haieleweki. Hata hivyo, mawakili wa chama hicho tayari wamefunga safari kuelekea kituo cha polisi Dar es Salaam, kwa maana Dar es Salaam Central Police, kwa ajili ya kufuatilia swala hilo, kwa sababu inadaiwa kwamba kwa mujibu wa taarifa ambayo Mnyika ameipata kutoka kwa moja ya wasaidizi wa John Heche, ni kwamba mwenyekiti huyo wa chama amepelekwa kituoni hapo, ingawa mpaka hivi sasa haieleweki nini sababu yake. Kumbuka, siku za hivi karibuni Heche na Chadema kwa ujumla wamekuwa kwenye mvutano na mamlaka mbalimbali za kisheria na kiusimamizi wa masuala ya kisheria hapa nchini. Kumbuka, siku za hivi karibuni idara ya uhamiaji ilitoa taarifa kwa umma ambayo ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo, nikinukuu: idara ya uhamiaji inapenda kujulisha umma kuwa tarehe 18 Oktoba 2025 katika kituo cha uhamiaji cha mpaka wa Sirari mkoani Mara, Mheshimiwa John Wegesa Heche ameondoka nchini kwa kuvuka mpaka na kuingia nchi jirani bila kufuata taratibu na kanuni za uhamiaji zilizoundwa chini ya sheria ya uhamiaji sura ya 54. Hivyo idara ya uhamiaji inatoa wito kwa raia wa Tanzania na wageni wote wanaotoka na kuingia nchini kufuata taratibu na kanuni zinazoongoza uingiaji, ukaazi na utokaji wa watu nchini ili kuepuka kutenda kosa na kuchukuliwa hatua za kisheria. Hiyo ni taarifa ambayo ilitolewa na SSI Paul Msele ambaye ni msemaji wa idara ya uhamiaji. Lakini taarifa hiyo ilikuja muda mfupi tu baada ya Chadema kuripoti kwamba makamu mwenyekiti huyo amezuiliwa kuvuka mpaka na kukawa na mvutano na Chadema. Taarifa hiyo ilikuwa inasema kama ifuatavyo, inasema Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinapenda kutaarifu umma kuwa serikali ya Chama cha Mapinduzi imemweka kizuizini makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Wegesa Heche. Mheshimiwa Heche amekamatwa saa 8 mchana huu wa Jumamosi Oktoba 18, 2025 mkoani Mara kwenye mpaka wa Tanzania na Kenya huko Isibania One Stop Border alipokuwa anataka kuingia Kenya. Ikumbukwe kuwa jana tulitoa taarifa tukiutaarifu umma kuwa Mheshimiwa Heche atakwenda nchini Kenya kukiwakilisha chama kuhudhuria mazishi ya mwanasiasa nguli wa Kenya Raila Amolo Odinga. Pamoja na kumweka kizuizini, mamlaka ya uhamiaji Tanzania imemnyang'anya haki yake ya kusafiria kwa maana ya passport, bila kueleza kwa nini wanachukua uamuzi huo. Kumzuia Mheshimiwa Heche kwenda kuwapa pole wa Kenya ni kumnyima raia wa nchi hiyo haki yao ya kufarijiwa wanapofikwa na majanga mbalimbali ikiwemo msiba. Tunaitaka serikali ya Tanzania muachie mara moja Mheshimiwa Heche na iache kuwanyanyasa viongozi wa chama chetu, kuwapora haki yao ya kutoka nje ya nchi na kuingia kama inavyoelezwa kwenye ibara ya 17 mbado moja ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hiyo ni taarifa iliyotolewa tarehe 18 Oktoba 2025 mapema kabisa na kusainiwa na Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema. Lakini hata hivyo, kumbuka pia kuna kesi ambayo inaanza leo katika Mahakama Kuu ambayo inatajwa leo katika Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam. Ni kesi ambayo imefunguliwa na Said Issa Mohamed ambaye amewahi kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema upande wa Zanzibar na wenzake wawili kuhusiana na John Wegesa Heche, John Mnyika na baadhi ya vigogo wa Chadema pamoja na bodi ya wadhamini. Na kwa mujibu wa kesi hiyo, vigogo hao wanatuhumiwa kukiuka amri ya Mahakama Kuu iliyotolewa Juni 10 mwaka huu ya kwamba hawatakiwi kujihusisha na shughuli yoyote ya kisiasa na ya kiutendaji kutokana na sababu kadha wa kadha ambao zipo kwa mujibu wa kesi ya msingi inayohusiana na mgawanyo wa mali inayoendelea katika mahakama hiyo. Kwa hiyo kuna mengi yanaendelea, bado haijaeleweka sababu, lakini ujaribu kupitisha kujua nini hasa ambacho pengine siku za karibuni inawezekana iko sababu nyingine, lakini hizo ni kama vile sababu ambazo pengine zinatajwa huenda zikawa zimechangia kukamatwa kwake. Nini ambacho kimejiri? John Mnyika huyo hapa. Tumekuja hapa mahakamani kwa kesi mbili. Mosi, kuna kesi ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu inakaribia kuanza,
na kuna kesi dhidi yetu viongozi wa chama tukitakiwa kukamatwa kwa kile kinachoitwa kukiuka amri ya mahakama. Kwa kesi zote mbili zinatakiwa kuendelea hapa mahakamani. Muda huu ndo tunasubiri kuingia kuanza kesi. Sasa kuna tukio limetokea, tumeona tuwaite tuwa brief. Tumetaarifiwa kwamba makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa John Heche, wakati anaingia kwenye geti la mahakamani muda mchache uliopita, amechukuliwa na polisi na wameondoka naye. Nimepigiwa simu na mmoja wa wasaidizi wake vile vile muda mchache wakati nakuja kuzungumza na nyinyi, amenitaarifu kwamba wamemuingiza kituo cha polisi Central. Sasa tunaita kusema mambo mawili. La kwanza ni kutoa mwito kwenu wanahabari, sababu tukio hilo limetokea kwa ghafla hapa na wengi mlikuwa juu, kuweza kuwasiliana na newsroom zenu ili kwenda kufuatilia hilo tukio kituo cha polisi kati, au kama wamemhamishia kituo kingine cha polisi basi kufuatilia tukio hilo. Lakini la pili, tumekwishaelekeza mawakili wetu waelekee moja kwa moja huko polisi kwenda kufuatilia kuhusiana na swala hili. Tutakapopata taarifa za ziada tutawa brief, lakini sasa tumeona tuitoe kama breaking news kwa makamu mwenyekiti amechukuliwa na polisi. Na mimi mwito wangu polisi, rai yangu kwao, naamini hawajasema sababu kwa sababu tukio la ghafla kabla hata kuijua sababu, lakini mtakumbuka kwamba idara ya uhamiaji ilitoa taarifa kwa umma ikidai kwamba makamu mwenyekiti alikwenda nje ya nchi kinyume na utaratibu, taarifa ambayo haikuwa ya kweli. Sasa inawezekana kabisa kukamatwa kwake kunaweza kukawa kunahusiana na taarifa hiyo. Kama kukamatwa kwake kunahusiana na taarifa hiyo, ni jambo la kusikitisha sana polisi kutumia taarifa isiyokuwa ya kweli ya uhamiaji kumkamata. Mimi ninafahamu kwamba kulikuwa tayari kuna njama huko nyuma ya kutafuta namna ya kutukamata viongozi kabla ya tarehe 29 mwezi Oktoba. Kwa hivyo vitatumika visingizio mbalimbali. Hata mimi pamoja na kuwa niko huru sasa na nitakwenda kushiriki hiyo kesi iliyofunguliwa dhidi yetu kutafuta amri ya mahakama kutaka kutuweka ndani, lakini naweza tukatoka hapo na tukakamatwa tu kwa sababu nyingine yoyote, kwa sababu kuna jitihada za kujaribu kutuweka ndani mpaka baada ya tarehe 29 mwezi Oktoba. Kwa hiyo tupeane nafasi sasa tufuatilie swala hili kama nilivyoomba wanahabari mfuatilie, lakini vile vile mawakili wetu wanakwenda Central. Nani pada kule? Gracias.